Mungu ni mwema sana. Mambo yanasonga. Mambo yanasonga, tunamshukuru Mungu sana. Yeah. Bana, tayari mmesafiri kuelekea Singida, mchezo wenu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Alama 8 ambazo mmepitwa na Young Africans, inahitaji sasa mshinde ili angalau mambo yakae vizuri. Mechi hiyo itakuwa sio mechi nyepesi, mechi itakuwa ngumu. Mechi ya Singida na Simba hazijakuwa nyepesi hata siku moja. Ila quality ndio itatubeba, mechi hiyo tunaenda kushinda. Lakini si mechi ambayo itakuwa nyepesi kama watu wanavyofikiria. Mechi za Simba na Singida ni tofauti na Singida na Yanga. Yanga wakikutana na Singida mechi zao zinakuwa ni tofauti. Singida wamekuwa kuchezesha kikosi cha pili na Yanga mwaka juzi, sio mwaka jana. Mpaka na soa kwa analalamika. Yanga kala sio akashinda goli 5 sio 4. Lakini wakikutana na Simba wanang'ata meno kweli kweli. Mechi ya kishukuta sisi tutashinda tu kwa sababu tuna aura. Kishukuta tuna aura na kishukuta tutashinda kwa sababu tuna innocent. Sababu anazungukaga hivi. Bwana unajua kuna kitu kakizungusha juzi tena. Mechi ya Yanga alimzungusha yule bwana akamshikilia shati yule anaitwa Kamaro Juzi bwana hii mechi na vijana tena alizungusha tena yule jamaa. Nikagundua kumbe Jeruti kwa hapa magari ilikuwa sawa. Yule kijana achana naye bwana. Innocent. Achana hiyo habari hapo. Na wachezaji bora. Unajua ana dash kama anaenda hivi, hapo anarudi tena kwenye mstari, ukiwa tayari haupo. Basi yule Kamara akashikilia jezi bwana. Yule Innocent ni habari nyingine. Yaani katika wachezaji ambao nimeona kwa kipindi hichi kwa Afrika Mashariki ni mchezaji ambaye anajua yani mpira anauchezea anavyotaka yeye. Umeelewa? Yanga siku ile waliomba, unajua siku ile Diarra alifanya hivi. Kama unakumbuka. Kama inawezekana nifanywe sabu, nifanywe sabu. Akaambia endelea, hakuna mtu mwingine kufanywa sabu. Walioomba sabu siku ile ni hawa. Acha yule jivunja yule. Jobu alejivunja. Aliomba sabu, Koplo aliomba sabu. Akaambia endelea. Shabalala ule upande wa Shabalala ule wa kule ule. Umeona shughuli yake? Unajua kuna saa alichukua nyasi zile, nyasi alingata nyasi chini. Huyu rafiki yangu achana. Huyu anaitwa Guye, huyo mwita Guye si Ibase nani sio anamuita huyo bwana huyo. Kama anateleza. Hii Simba mwaka huu. Sijui. Sasa kuna kitu nataka kusahau. Kuna beki ambaye mara ya mwisho kumpata Simba ilikuwa ni George Masatu Magere. Nakumbuka miaka hiyo. Simba wamekuja kumpata kwa mara nyingine tena. Huyo anaitwa Rushan. Hello. Mimi sijai kuona hiyo. Yaani Okello anakimbia na mpira aenda kufunga goli. Kama unapokea simu pokea sana. Mimi hii swali na kwa lazima kwa sababu nataka ni swali la msingi ninakwambia. Okello anakimbia aenda kufunga goli Okello. Umeelewa? Rushan kaachwa kama hatua 4. Hii Simba msanielewa vizuri. Unajua ni kama Simba hivi nakupagawisha yani. Bado hujanielewa vizuri. Rushan kaachwa hatua kama 4 na Okello. Okello anaenda kufunga goli. Bwana unanipata ndugu yangu? Alichofanya Rushan alidive mara ya kwanza akiwa hewani, mara ya pili afu ule mpira akautoa kwa kichwa. Bado hujanisoma bwana. Hapa namuona kumkaba Okello. Okello anakimbia na mpira anaenda kufunga goli. Alichofanya Rushan alidamp mara ya kwanza, mara ya pili akakuta ule mpira akaenda kautoa kwa kona. Sijawahi kuona kaka. Bali lazima ufungwe. Rushan. Kwa hiyo Jeruti juzi kumpa gari. Kwa sababu nasikia kwenye mpango yumo akupewa gari Rushan. Na kupewa mkataba juzi ilikuwa ni sawa. Na mchezaji mkubwa akipewa mkataba sio miaka 3 au mingapi, ni mwaka huu. Kwa hiyo unadhihirisha ukubwa wa mchezaji mmoja. Mwaka mmoja. Anachukua miaka 3 hana uhakika huko mbele endako. Yule anajua anachofanya. Kwa mwaka huu napiga mwaka huu, mwaka kesho mwenyewe utaingia kingi mwenyewe. Kwa kazi ya Rushan, mchezaji mkubwa aingie mkataba mrefu kaka. Sio miaka 5. Huyo hana uhakika huko mbele kukoje. Yeye ana uhakika na kazi yake. Ndio mambo nipeni mwaka huu. Mwaka mmoja tu unamtosha. Hiyo Rushan. Na watazeni mchezaji mmoja baada ya mwingine. Nimetoka kwa nani? Nimetoka kwa Innocent. Sasa hivi nimeenda kwa nani? Kipa wa Simba. Tanji Kasali. National team ya Niger. Yanga wamefika mara 2. Yanga? Wamefika mara 2. Wapi? Kwenye goli lake. Wamefika mara ngapi? Mara 2. Acha hiyo waliosema offside ya nani ya Dube. Ile sio offside ujue. Ujue kamati ya 72 wao walichofanya ni kama kubalansisha tu. Shughuli ilikuwa huyu lazima ni wako alikuwa mkavu kukataa ile goli. Ile unajua atakuwa na roho ngumu ujue. Ile kuambia sio goli. Unaona kabisa bonge la goli anambia sio goli. Hii aibu. Refari akaja akamuuliza bwana, unasemeje? Unaona vipi? Anasema naona kama goli lakini mimi mwanzo nishasema sasa itakuwa aibu. Niseme ni goli sasa hivi mwanzo nasema sio goli itakuwa utata. Maana yake lile ilikuwa ni goli dhahiri. Ndio maana masaa 72 wamekwambiaje? Yule refari lazima yule haruhusiwi kuchezesha ndani ya miezi 6. Haruhusiwi kuchezesha ndani ya miezi mingapi? Miezi 6 haruhusiwi kuchezesha pambano lolote.
Maana kakata goli nini? Alafu angalia Simba ilivyokuwa timu ya mpira. Wala hajaenda TFF, hajaenda bodi ya ligi, hajalalamika kokote. Maana yake Simba ni timu ya nini? Timu ya mpira. Nyinyi ndio tofautisha. Kuna timu ziko hizi. Kuna timu ya mpira alafu kuna timu ya malalamiko. Na Yanga siku zote ukiona anakosa ubingwa anaanza malalamiko. Mapema Yanga mimi sinawajua. Hii ndio dalili ya Yanga kukosa. Tayari ubingwa wa bebi. Mbona hesabu ndogo tu. Simba na Yanga bombani za nani? Pemba. Umeelewa? Yanga anakufa 3. Yanga na Azam, Yanga anakufa. Simba bingwa. Basi. Hayo mahesabu yapoje? Mahesabu mafupi tu. Yapoje? Simba na Yanga. Ili Simba kuwa bingwa? Simba na Yanga. Bombani wapi? Pemba. Yanga anakufa 3. Umeelewa? Yanga na Azam, Yanga anakufa, Simba bingwa. Wale hesabu zitaki maelezo mengi, sio hitaji sio uende wapi, sio ndio hesabu nayo kwambia mimi. Na utakuja kuniambia na kitu nikisema mimi kinakuwa kweli. Vipi kama mkipata sare huko mnakoenda? Bado hujanisema. Hujanielewa. Nishakuelewa tayari. Hii nilokuelezea ndio ubingwa wa Simba. Sasa Yanga waga na macho. Yanga wanajua. Sasa tufanyeje? Tuanze kulalamika mapema ili marefari waweze kutubeba. Sasa niambie. Goli walofungwa la halali Simba. Sende kulalamika Yanga kulalamika. Ni maajabu hayo. Yaani yeye anaenda kulalamika eti sisi tunaonewa. Badala ya Simba yeye kulalamika goli letu lilikuwa zuri tumefunga. Goli letu limeonewa na Linesman. Simba wala halalamiki. Simba ni timu ya mpira, sio timu ya malalamiko. Simba amekufungua goli na tambwe la mkono. Simba akasema yewala. Simba wala hana tabu. Kwenye goli 5 kuna magoli mawili kwa ya offside. Simba kulalamika wala kwenda kokote. Maana yake ni timu kubwa, timu ya mpira. Timu ya mpira inalalamikagi. Yanga wao malalamiko. Na ingekuwa Yanga wamepata ile goli. Alafu yule referee yule lazima akawanyonga. Wewe ligi singechezwa. Mchungaji umepiga hapo lakini mna mechi ngumu zile ya Singida. Unajua kwamba mnapata kaka, Singida watacheleweshea tu kufa tu, watachelewesha tu muda wa kifo, lakini kifo kiko pale pale. Mimi nakueleza Simba hii kaka, hata ukipoe Simba unasema kupanga rafiki yangu. Simba hii inapotisha safari, alafu imefikia hatua sasa hivi Chama hapewi majukumu mengi, yeye anapewa majukumu yale ya mwisho. Kazi iko kwa huyu bwana huyu Innocent anapozungusha pale katikati. Sasa shughuli mimi nashindwa kuelewa. Sasa ina maana hao mabwana wanao Simba walivyoamua kufanya hivi, ina maana ubingwa wanautaka mapema, sio wanataka kitu gani? Wamefanya nini Simba? Kasi ya winga huku na huku. Huyu anavyokimbia na Innocent wanavyokimbia na hapa katikati ujio wa Chama na Oura katikati. Waulize Yanga, nenda kwa mabeki wa Yanga leo waulize, watakwambia ule muziki achana nao. Muziki mnaenda kuhamishia kesho dhidi ya Singida. Yeye ni Singida. Na mechi ya Singida sisi hiyo mechi wanachelewesha kifo tu, lakini lazima wafungwe. Hiyo haina jinsi. Mimi nishakwambia Simba bingwa mwaka huu. Yaani bingwa mwaka huu ni Simba Sports Club. Wewe kama ninavyokuambia. Usije ukaja kubadilika. Mimi nakwambia kweli. Mechi hii, hata mechi ya Yanga mimi nilikwambiaje hapa nilizungumza. Kama unakumbuka nisemeje? Mechi Simba anashinda au sare? Na tulishinda. Jamaa kama tunyonga tena mkavu kabisa, sio goli. Bwana ulitoa vipi sasa sio goli? Ile goli mpaka leo linaniuma. Ile goli katika vitu vinaniuma, ile goli linaniuma sana. Goli halali unalikataa rafiki yangu, goli nzuri kabisa. Yanga wamehoji, bodi ya ligi wametumia kigezo gani kusema goli ni halali? Na Yanga eti nao wamegeuka, Yanga na eti wanasema yule lazima anakataje ile goli nzuri eti. Yanga nao wameanza kusema maneno. Wameanza kusema. Wasema maneno. Wewe hujanielewa. Yanga anataka halalishe na ile ya Dube, ionekane nao ilikuwa sawa. Anataka halalishe na ile ya Dube. Lakini ya Dube ukiangalia ni offside kabisa dhahiri. Offside inakuwa vile. Mwalimu anafunga goli zuri kama ni offside. Kwa jinsi alivyochukua ule mpira, unajua ule mpira ulikuwa kama ulipigwa kama cross yule. Umeona? Sasa yule wakati yule jamaa anavyohangaika Diara. Unajua Diara siku ile kuwa man of the match alistahili. Sasa mpaka half time ilikuwa Diara ale goli 4. Kwa michomo ambayo ametoa. Kwa hiyo alistahili kabisa siku ile kuwa man of the match ile mechi. Selemani Mwalimu amefungiwa. Ndio striker ambaye mlikuwa mnamtegemea. Jonathan Soa hajasafiri na timu. Hapo Simba bwana anahitaji sana striker. Mfumo wa Mwalimu. Hata striker sipokuwepo. Ana haja. Hamna haja. Tumeona juzi kana Chama anafunga ma striker. Ni mfumo tu, yani ukiseti mfumo wako, striker hata mabeki wanafunga. Ni mfumo wako wewe mwenyewe utakavyo useti. Yale mambo ya zamani lazima una mliaji. Ni mambo yapitwa na wakati. Mwalimu kufungiwa si pigo kwa Simba. Wala Simba kujivukana na hazina wachezaji hata usipokuwepo. Hata usipokuwepo huyu Mwalimu, Simba anapata ushindi. Kwa sababu ni mfumo wa Mwalimu ambao yeye Mwalimu anaye na mfumo gani? Mfumo wa Simba ni kwamba mawinga ndo wanacheza sana na mpira katikati ukidondoka pale mtu yote anafunga. Nyinyi mnaelewa mpaka hapo? Ndio Simba. Ndio maana Innocent anaamua anavyotaka yeye. Bwana yule bwana anankosha sana yule bwana. Innocent anipa raha sana. Na Jairuti kitendo cha kumpa gari. Kumbuka Jairuti unajua katika mkataba unajua kutoa magari
ulikuwa haupo juu. Hii kaamua yeye kwa mapenzi yake yeye. Na akasema Jairuti sasa hivi naye atatoa magari, hata mimi mchungaji nitapewa gari. Habari hizo zimesambaa. Mashabiki watapewa sasa. Nitaanza na mchungaji wa Simba kupewa gari. Yeye kaamua sasa hivi hata mambo ambayo kwenye mkataba anatoa. Bado gari sasa wachezaji iko kwenye maji inakuja. Anaanza na nani? Mchungaji wa Simba. Kwa nini habari mjazipata? Sambazani habari ndio hizo. Mtu wa kwanza kupewa shabiki kupewa gari na Jairuti mchungaji wa Simba. Bwana mbona hili leo mtaka kulisimamia sana hili? Au unataka kupewa gari ndugu yangu? Shabiki wa kwanza kupewa gari na Jairuti ni mchungaji wa Simba. Shabiki wa kwanza kupewa gari na Jairuti ni mchungaji, hayuko kwenye mkataba. Hata wale wachezaji kupewa magari kwenye nini? Kwenye mkataba. Gari ya wachezaji inaitwa nini? Liza? Inaitwa nini? Liza. Iko kwenye maji inakuja. Sasa ukishoka mwaka huu. Mwaka huu Simba wana balaa. Yaani Simba tumefanyia vibaya sana. Hasa mechi hiyo ya Pemba sasa hiyo, Gombani, Simba na Yanga. Utaona huruma. Tena Yanga anaweza kuambia hawaendi, mimi nakwambia. Kwa sababu ishachungulia, Kwa nini Gombani? Tumefungiwa. Uwanja umefungiwa. Samua tupeleke, tunapeleka Gombani, Pemba. Samuel pale wataweza kutoa. Wewe umeona muziki wale upigwa nani? Hapo Unguja. Wewe muziki wale fungwa Unguja. Nasikia Baka anauliza mwenzake hii Simba ile au nyingine, anaambia ndio hii sasa hivi. Kwa sababu pale kuna kuagizana huyo. Bwana kamkabe nani? Kamkabe huyu Aura. Kaambia Aura kwa speed anayoenda nayo, mimi hapa nihamie upande huku, kuna unafuu. Kwa Innocent. Kwa Libasi au? Sasa kasema Libasi naye namwona nani anaingia bwana. Huyo jamaa anaingia huyo hapa. Simba bwana hii. Siku ile katika mtu ambaye alipata wakati mgumu ni Diara. Alitoa michomo mingine mpaka na mikono, mingine na miguu, mingine na kichwa. Ni kweli mchungaji wale wachezaji wa Simba Young Africans wanaanza? Nani? Wale wachezaji wa Simba walete Young Africans pale wanaanza first 11. Yaani sio wale tu. Hata Kibabage anaanza. Sasa Kibabage kitu chaonyesha siku ile ni cha peke yake Kibabage. Sasa nani alimcoach siku ile? Unajua Kibabage siku ile ilikuwa kazi yake ni kupanda. Alafu Shabalala yeye aje kuvuka ule mstari ule. Mpaka mechi inaisha. Yeye alikuwa anaishia huko. Huyo ule mstari. Kwa kasi. Kwa hiyo ikafikia hatua sasa. Unajua Jobu ana akili. Akaona hii mechi hii taadhirika. Nini nimeumia? Kocha anamlazimisha endelea, akamwambia mimi nishaumia, nishakwambia nishaumia. Kasisi iwezi. Kwa hiyo angebidi kwa siku. Kwa hiyo ni kweli wanaweka bench. Wale wote mpaka Kibabage anaanza. Sio Kibabage tu. Wakina Rushani nao. Kwanza kwa kocha Simba wa Yanga ingia pale. Ni huyu? Nani? Mmoja tu peke yake. Yule nani unamuita naye? Funga hivi. Mimi ndo namkubali sana yule. Anafunga? Domaro sio mta Domaro. Yule ndo mchezaji hapa. Ndio anaanza. Lakini yule mwingine yule na dopu sijui kama Moringa yule. Hamna mchezaji pale. Hamna lolote. Huyu mwingine mtoto mfalme. Kama kaida yake speed tu. Nafasi 20 zote anakosa. Wala hana shida. Mchezaji ni yule anayekwambia alifunga nani? Alifunga mwenye rasta yule. Huyo Domaro huyo. Wewe anaitwa Domaro ni nani? Hata jana alifunga goli hili. Tunamzungumzia Buba. Ndio Buba Ndio mwenye rasta huyo. Basi huyo ndio mchezaji angafika peke yake pale mbele nakwambia. Wengine hao wote bahatisha Ndurute wote unaona. Mimi silikwambia hata wale mwanzo leo ndoka nilikwambia mchezaji. Je, Yanga waliwatoa kwa mkopo. Soma watoa wote. Mchezaji unamjua tu, sikuwa unaona mchezaji. Kupigwa kama kawaida lazima endelee kupigwa na engineer. Safari anazidi kudrop. Ngoja nikueleze kitu bwana, nyinyi mjajua. Tokea alivyoondoka Aziki, akaondoka Aucho. Umeona? Akaondoka Mayele. Si umeelewa? Akaondoka nani? Chama. Yanga inazidi kudrop siku inavyozidi kwenda. Yanga ndio wanapoteana hivi. Wachezaji wote wanaokuja ni kubahatisha. Sisi tumepata wachezaji wenye uhakika. Winga ya huku katikati na pale mbele. Ndio Simba inapotishia hapo. Huku nyuma ndio unamkuta huyu jamani pale mkataba jana. Anaitwa nani? Rushan. Na mchezaji mkubwa apewe mkataba muda mrefu. Ni mwaka huu? Bwana wewe. Kwa Traore tena nimeshamsahau. Sasa Traore ujue yule alikuwa Stellenbosch. Sasa anakutana na watu wana asili ya South Africa. Kwa hiyo kaja kumchukua. Kwa hiyo pale kama pacha zinavyocheza. Wanapishana, mmoja anaenda hivi, mmoja anaenda hivi. Hii ndio Simba utaipenda, hii Simba mwaka huu. Mungu ibariki Simba, Mungu ubariki uongozi wa Simba. Maana wanachama wa Simba sasa hivi tunaanza kupata nini? Tushaanza kupata raha. Na raha hii itaendelea mpaka tunachukua ubingwa msimu huu. Shukrani sana. Mungu awabariki sana.